Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Tunamaliza kipindi cha Krismasi, na ningependa kuuliza, wakati huu tunapomalizia kipindi cha Krismasi, unasikia vipi? Uko vipi? Unasikia kama kwamba umepata nguvu zaidi, ama unasikia kwamba umechoka sana? Unasikia kwamba umerelax, ama unasikia kwamba sasa ndio stress inaanza kusota nayo? Sasa ndio wakati watoto wanarudi shule, baba sina viatu, mama sina uniform, wale wa grade ya 10 sasa wazazi wanatafuta namna ya kuwapeleka katika shule. Kwa hivyo wiki hii mimi kwangu naona labda tungeita wiki ya kilio. Kilio kwa sababu tumetoka kusherekea sana, na sasa reality nayo ndio hiyo. Krismasi inapaswa kuwa kipindi ambacho ni cha kuleta furaha katika maisha yetu. Furaha kwamba Mungu amekuwa mkarimu kwetu, ametimiza ahadi yake, amemtuma mkombozi. Na leo hii katika Injili tunaona wale mamajusi kutoka mashariki wameona nyota ya ajabu, wameona nyota tofauti, na nyota hiyo wametambua kwamba ina ishara kuu. Basi hao wamechukua mwendo ili waweze kutambua nyota hii ni nyota aina gani. Hawa mamajusi walikuwa watabiri wa mambo ya nyota, kwa sababu nyakati zile watu wangeweza kuangalia nyota na labda wakaweza kutabiri mambo kadhaa ambayo yangeweza kufanyika. Kwa hivyo hawa majusi ni watu waliokuwa wasomi wa wakati ule, na katika kuangalia kwao walipata kwamba kuna nyota tofauti na nyota zingine. Walitoka mashariki, ambayo kwa sasa tunaambiwa ni kama sehemu zile za Iran ama Iraq ama hata kule Saudi Arabia. Kwa hivyo ilikuwa ni mwendo mrefu wao kutembea ili kufika pale ambapo amezaliwa yule mtoto. Wanaitwa tu mamajusi, na tuambiwi. Tukiangalia katika picha nyingi tunaona wanaoneshwa kama watatu, lakini hatujaambiwa katika Biblia walikuwa watatu. Labda kwa sababu kuna zawadi 3 zilitolewa, basi watu wanadhani kwamba lazima walikuwa watatu. Lazima walikuwa ni wengi, kwa sababu safari ile haingeweza kuwa tu safari ya watu watatu, ingekuwa safari ya watu wengi, kwa sababu hawa wataalamu wametambua nyota hiyo ni nyota tofauti kabisa. Kwa hivyo labda wangeandamana na wataalamu wengine wengi ili kuthibitisha nyota hii ilikuwa ni nyota ya aina gani. Utabiri wake Isaya unatimia, kwamba mataifa watatoka sehemu mbalimbali kuja kumshuhudia huyu ambaye amezaliwa. Kwa hivyo wanaitwa mamajusi. Kuna mtu aliuliza, na kweli kama wangekuwa kina mama ingekuwaje? Tunasema 3 wise men.
Kama wangekuwa kina mama 3 wise women, sijui kama wangefanya vile hawa 3 wise men walifanya. Kuna mtu anasema labda hawangefanya, labda wangeanza kubishana kuhusu nyota hiyo. Kama nyota hiyo kweli ni ya kweli, labda hawangefika hata Bethlehem. Labda zawadi ambao wangetoa kwa hakika haingekuwa machuma ya dhahabu ama ubani. Wangetoa vyakula ambavyo mama atakula apate nguvu na mtoto pia akule apate kukua. Mamajusi hawa. Lakini kutoka kwa hawa mamajusi kuna mambo kadhaa ambayo ningependa tuweze kutafakari. Kwanza ni kwamba hawa mamajusi wametoka mashariki na wameenda kumtafuta. Wameenda kutafuta ni nini hiki ambacho kimetendeka. Na wameenda wakaulizia. Na hata mfalme Herode hakujua. Kwa hivyo wamewaita wale wataalamu wake waweze kumwambia haya maana yake nini. Hata hao hawakuweza kutambua. Na Herode akawaambia, nendeni na mkishapata ni wapi, njooni mnieleze. Kwa hivyo tunaona wanatoka kwenda kutafuta. Ukisoma kitabu cha Amosi 5:4, Amosi anasema seek the Lord and live. Tafute Bwana na utaishi. Hawa hawakubaki na ile elimu waliopata kuhusu nyota hiyo. Walitoka kwenda kutafuta uhakika wa nyota hii kwamba ni nyota aina gani. Kumtafuta Mungu. Hii ni hali ambayo kila mmoja wetu kama Mkristo anaitwa na kuhimizwa. Kila siku katika safari yetu ya imani tunamtafuta Kristo. Tunamtafuta Mungu katika maisha yetu. Nabii Yeremia anasema, if you search for me, you will find me. Ukimtafuta utampata. Sio kwamba Mungu wetu ni Mungu aliye mafichoni. Mungu wetu ni Mungu ambaye anataka tufanye kuchukua hatua za kumtafuta yeye. Mtakatifu Agostino katika maandishi yake alisema, our souls, O Lord, are restless until they rest in you. Kwamba tutaendelea kutafuta na sisi tutakuwa tu na utulivu wakati ambapo tutampata. Hawa mamajusi walipopata mahala ambapo amezaliwa huyu mfalme, walipata kitulizo. Walifikia tamati ya safari yao kwa sababu kile walichokuwa na kitafuta wamekipata. Hata sisi katika safari ya imani tunahimizwa tusichoke kabla kupata tunachokitafuta. Lazima tumtafute Kristo, na tukimtafuta tutampata. Hawa mamajusi walifuata nyota. Nyota hiyo ndiyo iliyokuwa inawaelekeza mahala ambapo amezaliwa huyo mtoto. Siku hizi ukitaka kupata mahala hauhitaji hata kuuliza mtu. Unahitaji tu kuweka ile GPS yako na GPS itakuelekeza. Kama nyakati hizo hawa mamajusi walikuwa na GPS, wangeweka tu na ama wangetafuta ile inaitwa pin. Waseme tu ni dropie hiyo pin, tutafika hapo. Lakini wakati huo hakukuwa na pin, wakati huo hakukuwa na GPS. Nyota labda ndio ilikuwa inaweza kuwaelekeza
ili kutafuta na kupata mahala hapo. It was the guiding star, a star that shone brightly. Ililete mwanga mpya, ililete mwanga ambayo haungeweza kufichika, na mwanga huo ndio Kristo. Mwanga huo ndio mwana wa Mungu. Na ukishapata mwanga, ukishaangaziwa, haukui tena jinsi ambavyo ulivyo. Mwanga unalete kitu kipya katika maisha ya mwanadamu. Huyu Kristo ndiye mwanga ambaye Mungu aliambia taifa la Israeli kwamba atawatumia mwana anayekuja kuondoa giza katika ulimwengu, na mwanga wake ni mwanga wa utukufu. Kwa hivyo hawa mamajusi hawakuwa najua historia ya wana wa Israeli, lakini wameangaziwa na tayari wanafuata mwanga huo, na wameenda na kupata mwanga. Ni huyu mwana ambaye amezaliwa katika huyu mji wa Bethlehem. Mwanga wetu sisi kama Wakristo ni upi? Anapaswa kuwa Kristo mwanga wetu. Mwanga huu ambao katika kipindi cha Pasaka tunauangaza, unalete mwanga mpya katika giza la maisha ya binadamu. Huu ndio mwanga ambao hawa mamajusi walikuwa wanafuata. Mwanga wetu pia ni neno la Mungu ambalo linakuja na kuondoa giza katika maisha yetu, kulete upya katika maisha yetu. Kwa hivyo neno la Mungu pia lazima liwe hilo la kutuangazia sisi, kutuonesha njia zake ni njia zipi. Hawa mamajusi walipoona kwamba hawapati kabisa, waliulizia njia ili wasikose, na walipouliza njia, walikoelekezwa, walienda na wakampata huyu mama na mama yake na baba yake na wale wengine. Sisi kama Wakristo tu wafuasi wa Kristo, tumeitwa kumfuata Kristo, kumuiga, kumwangalia, kuelekeza maisha yetu jinsi ambavyo anatuelekeza. Sisi ni wafuasi, na mfuasi ni mtu wa kusikia sauti na ni mtu wa kufuata. Mtoto anayetembea na mzazi anafuata tu, hajui mahali mzazi anakoelekea, lakini yeye ana uhakika anapompeleka mzazi ni mahali salama, ni mahali pazuri. Sisi tunamfuata Kristo ambaye ndiye mwanga wetu, na yeye anakuja kutuangazia na kutuonesha hiyo njia ya kutuelekeza sisi kwa utukufu wake. Safari ya hawa mamajusi haikuwa safari rahisi. Tunaambiwa wametoka mji wa mbali, taifa la watu ambao sio Wayahudi kabisa. Lazima walichukua tahadhari kuenda katika njia hiyo. Lazima walipita katika miji ya mataifa mengine, na lazima hata watu waliwashuku na kusema hawa ni watu wa gani hawa? Kama labda walikuwa wanaenda na farasi ama kama walikuwa wanaenda na ngamia, lazima watu waliangalia na kusema hawa wanaweza kuwa watu wa aina gani? Labda hata walipata watu waliowatishia maisha yao. Ilikuwa ni safari ya kuchosha. Safari ya imani sio safari rahisi. Safari ya imani ni safari ambayo itabidi uongeze nguvu, itabidi uombe nguvu, itabidi uishi na matumaini mengi. Safari ya imani ina tahadhari zake, sio rahisi.
Kristo alipitia safari hiyo, na aliyokipata ni kifo. Alikataliwa, alipigwa, alitukanwa. Hayo yote ni yale ambayo Mkristo yoyote anapitia katika maisha yake. Haitakuwa rahisi, na vile tunavyoimba kila wakati, haijakuwa rahisi. Lakini kwa sababu ya imani hiyo tunayoiweka kwa Mungu, anaturahisishia safari hii, akisema kwamba njooni kwangu. Mnapotembea pamoja naye, anatuelekeza ili tuweze kuvuka hayo mabonde, tuweze kuvuka mambo hayo yanayotutishia sisi, kwa sababu tumeweka tumaini letu ndani yake. He is a God who does not disappoint. Hata wakati ni gumu kiasi kipi, tukiweka matumaini yetu ndani yake, basi yeye atatuelekeza. Wawa mamajusi walipofika, tunaambiwa walimsujudia. Walimsujudia huyu mwana ambaye wamempata, walimwabudu kwa sababu walitambua yeye ni nani. Amezaliwa mfalme wa Wayahudi. Sio mfalme tu, ni mwokozi. Na unaposimama mbele ya mwokozi wako, unasimama umejishika kiuno, ama unasimama unaenda chini ukiwa umepiga magoti? Walitambua huyu ni nani, na tunaambiwa walimsujudia, walimwabudu. Hata sisi katika kanisa tunapokuja mbele ya Kristo Bwana wetu, tunakuja katika ishara ya unyenyekevu mkubwa, tukitambua kweli huyu ndiye Bwana wangu, huyu ndiye Mwokozi. Yohane alisema, mimi hata sistahili kusimama na kulegeza gidamu vya viatu vyake. Yohane alitambua huyu ni nani. Sisi nasi tunapaswa kutambua zaidi huyu ambaye amekuja kwetu ni nani. Ni mwana wa Mungu, ni mkombozi wetu, tunayepaswa kumtukuza, kumwabudu na kumsujudia. Mfano bora tumepewa na hawa mamajusi wa kutoka mashariki. Wamekuja na zawadi. Hawakuja mikono mitupu, wamekuja na zawadi. Na zawadi zenyewe sio tu zawadi, ni zawadi zinazodhihirisha ishara huyu ni nani. Wamelete dhahabu ambayo inaakilisha ufalme wa huyu aliyezaliwa, ni mfalme. Wamelete ubani yanayotumika katika hekalu kuonesha ukuhani wa huyu aliyezaliwa. Na wamelete manemane ambayo yalikuwa ni manukato yaliyotumika wakati ambapo mtu amekufa, na kusaidia mwili labda ukae zaidi ama hata usiweze kuvunda, kuonesha kifo atakachokufa huyu aliyezaliwa. Kwa hivyo hawa mamajusi wamekuja wakiwa wamejazwa na ukarimu. They have come full of generosity. Na wamepeana walivyokuwa navyo. Hakuna kitu bora kushinda dhahabu. Ukiwa na dhahabu una utajiri, na dhahabu ilikuwa ishara ya kuwakilisha utajiri wa kupita kiasi. Kwa hivyo hawa mamajusi walikuwa ni watu waliokuwa sio tu na sifa, lakini walikuwa ni watu waliokuwa na uwezo wa mali na hali, na ndiyo sababu wakalete dhahabu na wakampa kama zawadi huyu mtoto. Zawadi zetu sisi tunazolete kwa Mungu ni zawadi za aina gani? Krismasi labda imekuwa wakati mwingi sasa ni wakati wa kupeana zawadi. Kwa wengine wanapeana zawadi.
tumepeana zawadi za aina gani katika Krismasi hii? Mungu ametupa zawadi iliyo kubwa zaidi. Ametupa zawadi ya mwanawe. The best gift that God can ever give is a gift of his son. Na ametupa zawadi hiyo iwe ya faida kwetu sisi. Ishara hiyo iliyoonyeshwa na hawa mamajusi walipoleta zawadi zao kwa huyu aliyezaliwa. Hawa mamajusi waliambiwa wasirudi kwa Herode, kumaanisha waliamuriwa kubadilisha njia zao. Hawakurudi vile ambavyo walikuja. The power of encounter. When you encounter Christ, you don't remain the same. Hawa walikuja na wakamwona Kristo na hawakurudi jinsi ambavyo walikuja. Walikuja wakiwa na hofu, walikuja wakiwa labda na wasiwasi, walikuja wakiwa hawajui, lakini wameondoka wakiwa wamejazwa na furaha. Wameondoka wakiwa wamejua na wameona na wamepata hakika kwamba kweli amezaliwa Mwokozi. In this Christmas, sisi ambao tulikuja na kumwona Kristo aliyezaliwa, sisi tuliokuja na kupata habari za ujumbe wake ambaye amezaliwa, alitubadilisha roho, alitusaidia kupiga hatua mpya katika maisha yetu, alitusaidia kuangalia njia zetu za zamani na kufanya maamuzi ya kufuata njia zingine ambazo ni njia mpya zitakazotuelekeza sisi kwenye utukufu wake. Hawa mamajusi wamekuwa ishara kwetu ya kubadilisha njia zetu, ya kubadilisha mwenendo wetu, ya kubadilisha maisha yetu. Kila mwaka mpya unapofika, tunafanya maamuzi ya maisha yetu, maamuzi ya yale mambo ambayo labda tumeyafanya na sasa tunaona kwamba labda hayakuongeza faida yoyote katika maisha yetu, na sasa tunataka kubadili. Ni mambo yapi ambayo wewe unataka kubadilisha? Ni njia gani hiyo wewe ulikuwa unaipitia na kuifuata na sasa umeona kwamba utabadilisha njia hiyo, utabadilisha maisha hayo? Lazima kila mmoja wetu ana jambo ambalo anaweza kubadilisha katika maisha yake. Ishara hiyo ya hawa mamajusi walipoambiwa mubadilishe njia yenu, musifuate njia ya Herode. Wangerudi kwa Herode, nini kingefanyika? Wangerudi kwa Herode, Herode angemuua huyu mtoto. Wangerudi kwa njia hiyo, pangekuwa na madhara, kwa sababu Herode alikuwa sense kwamba kuna tishio katika ufalme wake, na huyo kama amezaliwa ndiyo yule mfalme ambaye ametabiriwa, basi Herode alijua kwamba kiti chake ki hatarini. Na hiyo ndiyo sababu malaika walimwambia usirudi katika njia hiyo. Labda njia nyingi ambazo tunarudi ndizo njia ambazo zinatuangamiza. Si hata tunasema hivyo kwamba ile tabia tunarudia ndiye ambayo inatuumiza. We need to make that change. Na kurudi kwa njia tofauti ni kufanya about turn, ni kubadilisha mwenendo, ni kubadilisha hali, ni kubadilisha na njia. Mwisho, hawa mamajusi wamekuja na wanadhihirisha kwamba aliyezaliwa sio tu kwa taifa la Israeli, amezaliwa kwa mataifa yote. Hawa wametoka mashariki. Hawa sio Wayahudi,
na sasa wamekuja kwa taifa la Wayahudi kumwona huyo aliye mfalme. Hawakusema kule kwamba huyo ni mfalme wa Wayahudi, lakini wametoka ili kuja kumshuhudia yule ambaye amezaliwa. Dhihirisho kwamba amezaliwa kwa mataifa yote, walio Wayahudi na wasio Wayahudi. Na hiyo ndiyo Epifania tunayesherekea, kwamba huyu amedhihirishwa kwa mataifa yote. Huyu ni wa faida kwa mataifa yote. Huyu ndiye Kristu Mwokozi, mwana wa Mungu. Tuombe basi, ndugu na dada zangu, Kristo ambaye amefunuliwa kwetu kweli akaweza kulete mwanga huo mpya katika maisha yetu, ili katika safari yetu ya imani tutembee pamoja naye, ili safari hii ya imani tumusikize yeye ambaye Mungu ametupa kama zawadi, ili aendelee kuimarisha na kutia nguvu njia yetu na safari yetu ya imani, ili na sisi hatimaye tukaweza kufuata nyota yake Kristu, na atufikishe sisi kwa Mungu Baba na kwa utukufu huo ambao tunautamani na tumeugojea katika maisha yetu ya imani. Huyu ndiye Kristu ambaye amekuja sasa atuangazie, sisi tumfuate, atufikishe kwa Baba. Tumsifu Yesu Kristo.